Ndugu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanapitwa sasa kupewa daraja ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema hiyo wanayopewa kwa Bwana. Wakishaimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadre wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, nao wakijifanya watumishi wa wote. Kama wahudumu wa altare, wataihubiri Injili, wataiandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasio waamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea walioko kufanya komunyo pamba, kuongoza ibada ya mazishi. Wakiwekwa wakfu wa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume, mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko, nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba wote wawachukue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa, bali kwa kutumikia. Nanyi wana wapendwa sana, mnaopewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo, ili alivyofanya yeye hata ninyi mfanye vilevile. Basi mkiisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote, katika upendo. Watumikieni watu kwa furaha kama mnavyotumikia Bwana. Maana hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Fahamuni kwamba kila uchafu au uchoyo ni kuabudu miungu. Nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, mnapaswa kuwa watu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo unyofu kwa ajili ya Kristo na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi wa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama
katika imani, mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafungo ya Mungu. Wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu. Litunzeni fungo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno linalolihubiri kwa kinywa lidhihirishe kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Nanyi katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, Vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Baada ya hotuba hiyo, watakuwa wateule watainuka na kusimama mbele ya mashamba ya askofu, na mashamba ya askofu atawahoji juu ya nia hiyo yao. Bwana wapendwa sana, kabla hamjaingia kupewa daraja ya ushemasi, yawapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka haya. Je, mwataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu na kwa paji la Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo, kama wasaidizi wa daraja ya ukuhani na kwa maendeleo ya taifa la Kristo? Nataka. Je, mwataka kushika fungo la siri ya imani katika dhamiri safi, asemavyo Mtume, na kuihubiri imani kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Ninyi ndio tayari kukumbatia usemi. Je, mwataka kujitoa muhanga kwa Bwana Yesu na kutunza daima nia hii kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Nanyi nyote, je, mwataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yenu, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu, na kwa ajili ya na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima, kulingana na hali yenu hii? Nataka. Je, mwataka kulinganisha bila kukoma maisha yenu na mfano wa Kristo, ambaye utaushika mwili na damu yake hatarini? Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka. Sasa wateule mmoja mmoja watapiga magoti
wakiwa wamefunga mikono na kuiweka mikono yao katikati ya mikono ya mashamba ya askofu na kuweka ahadi ya heshima na utii. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani kazi hii njema, mwenyewe aikamilishe. Amen. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani kazi hiyo njema, mwenyewe aikamilishe. Sasa itafuata sala ya litania ya